Asante Bwana Yesu. Bwana Yesu, neno lako ni uzima. Katika hili tunafanya imani. Kajenge tena jioni ya leo. Kaponye tena kwa hili neno, kabariki tena, kastawishe tena. Uwepo wako ukawe dhahiri kwa hili neno na ukatukuzwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, na utisha uwepo malango haya chini ya mamlaka ya jina la Bwana Yesu. Na kutabiria kwamba kuna hila wala uharibifu wa kipepo ambao utasimama katika malango haya sasa. Kila roho ambayo iko mahali hapa naitisha chini ya mamlaka ya jina la Yesu na kuitangazia mateka kwa chini ya nyayo zangu kwa jina la Bwana Yesu. Na utawala wa Roho Mtakatifu ukatawale na ukatukuzwe katika jina la Bwana Yesu. Amen. Kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 22 mpaka mstari wa 26. Leo nitagusa kidogo kuhusiana na Jehova Rafa. Amen. Lakini jana tulipata nafasi tu ya kuwa na msingi wa kile ambacho Mungu alitubariki kwa nacho, na Roho Mungu alichagua kwamba aweke muda mwingi kwa ajili pia ya kuwahudumieni kadiri ambavyo alivyokuwa amekusudia. Amen. Lakini leo tutapata nafasi tuweze kuwa na msingi wa hili ambalo tunalo la Jehova Rafa. Amen. Alafu baada ya hapo tutaingia katika huduma pia maombezi kadiri ambavyo Roho Mtakatifu pia ataruhusu tuweze kuhudumia watu siku ya leo. Amen. Kitabu cha Kutoka ni kitabu cha pili cha Biblia na ni moja kati ya vitabu vitano ambavyo vimeandikwa na mtumishi wa Mungu Nabii Musa katika safari ya kuwatoa wana wa Israeli Misri kwenda Kanaani katika nchi ya ahadi, sawasawa na maongozi ya Mungu aliye hai. Katika hii sura 15 mstari wa 22 mpaka ule mstari wa 26 inasoma: Musa akawaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu, nao wakatokea kwa jangwa la Shuri, wakaenda safari ya siku 3 jangwani wasione maji. Walipofika mahali paitwapo Mara, tuseme wote, walipofika mahali paitwapo Mara, tena kwa sauti, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa sababu gani? Yalikuwa machungu. Amen. Kwa ajili ya haya, tuseme wote, jina lake likaitwa Mara, kwa sababu yale maji yalikuwa machungu. Tokea hapo lile eneo likaitwa nini? Mara, manake uchungu. Amina. Sura 24, ndipo watu wakamnung'unikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha, sema wote, Bwana akamwonyesha, tena akamwonyesha, Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji yakawa matamu. Amen. Maji yakawa matamu. Haleluya. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawaonya huko. Mstari wa 26, akawaambia, tuseme wote, akawaambia tena kwa sauti, kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana, Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake, Mimi, kwa sauti wote tuseme, mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Sema wote, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Jehova Rafa linazaliwa katika mstari unaonena
kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Jehova Rafa manake Mungu anayeponya. Ni muunganiko wa maneno mawili. Neno la kwanza ni Jehova kwa Kiebrania manake Mungu, na neno la pili ni Rafa kwa Kiebrania manake tabibu au daktari. Haleluya! Kwa hiyo Mungu anajinena kwa ufunuo maalum kabisa kwa wana wa Israeli katika huu wakati, wakiwa katika hali ya adha ya kiu na hali ile ya utu wao kukua katika hali ya ukame. Wakiwa katika hiyo hali ya ukame, Mungu aliye hai anajifunua kwao, anawaambia mimi ni Mungu pia anayeponya. Mungu ana sababu za kujifunua kwa jinsi kwa wana wa Israeli katika huu wakati. Hawa wana wa Israeli wanatoka Misri, na kutoka huko pia wamejifunza Mungu ni nani kwa mafundisho mtumishi wa Mungu Musa. Huko wanapotoka wamejifunza kwamba Mungu ni muumbaji, ni Elohim. Wanajua ya kwamba mbingu na nchi zimeumbwa na Mungu wao aliye hai. Hawana mapana mengine kuhusu Mungu aliye hai. Zaidi ya hapo, Mungu anajidhihirisha tena kwao kupitia baba zao kwa mafunuo tofauti tofauti, na yale mafunuo yanampatia Mungu aliye hai majina kutokana na jinsi ambavyo Mungu anavyowahudumia watu wake. Mungu anakuja tena katika kitabu cha Kutoka sura ya 3, anajifunua tena kwa jina jingine kwao. Anawaambia mimi ni niko ambaye niko, manake ni Mungu ambaye naishi kwa jinsi yangu mwenyewe. Sitegemei chochote ili niwepo. Mimi ni Mungu kabla ya kuwepo chochote, na Mungu ndivyo alivyo pia kwa sifa. Ategemei chochote ili awepo, hata bila wewe bado yupo. Zaidi sana ni wewe na mimi ndio ambao tunahitaji uwepo wake. Bila uwepo wako Mungu bado ni Mungu, lakini wewe si mtu bila uwepo wake. Sema amina. Lakini pia Mungu anakwenda mbali zaidi katika kujifunua kwao. Wakati alipoanzisha vita na Farao kwa ajili ya kuwatoa katika utumwa wa Farao, anajifunua kwao kama Mungu El Shaddai, Mungu mwenye nguvu zote, Mungu mwenye uwezo wote, Mungu ambaye ni hodari katika kupigana vita, na ni Mungu ambaye chote, na akawatoa watu wake katika mapigo yao, katika adha pia na mateso yao. Sasa wana wa Israeli wana ufunuo wa Mungu Elohim ambaye anaumba, lakini pia wana ufunuo wa Mungu niko ambaye niko, ambaye anajitosheleza kwa kuwepo, lakini pia wana ufunuo wa Mungu ambaye ni mpiganaji na ni mtenda makuu, mambo ya ajabu. Katika sura ya 15 mwanzoni kabisa kwa mstari wa kwanza, hawa wana wa Israeli wametoka kwenye sherehe ya mashangilio ya Mungu aliye hai kuwavusha katika bahari ya Shamu, na Mungu aliye hai kuwaumiza kwa kuwaua maadui zao katika bahari ya Shamu. Wanatoka huko kwa mashangilio makubwa. Hakika tumemwona Elohim, hakika tumemwona Mungu niko ambaye niko, hakika tumemwona El Shaddai katupigania. Hawana ufunuo wa ziada ya kwamba huyu Mungu aliye hai si tu anashughulika na vitu, lakini pia anashughulika na utu, lakini pia anashughulika na miili yao. Katika wakati sasa Mungu akaruhusu apite katika baadhi ya mazingira, ili katika hayo mazingira Mungu aliye hai aendelee pia kujifunua kwao. Na ndivyo pia ilivyo hata leo katika maisha yetu. Wakati mwingine Mungu aliye hai anaruhusu tupite katika baadhi ya mambo ambayo hatuyaelewi, lakini katika kuelekea kuyapita Mungu ana namna yake kujifunua kwetu ili sisi tumjue. Wengine mko hapo leo kanisani, yamkini ni mara ya kwanza kuingia katika kanisa kwa sababu ni wagonjwa. Kama si kwa ugonjwa, yamkini usingekuja mahali hapa kusikia neno la Mungu. Watukuze pia Mungu aliye hai anayeruhusu pia wakati mwingine tupite katika yoyote ambayo pia tunapita, na kutokea katika kila ambacho tunapitia tunakutana pia na yeye. Haleluya. Wakati mwingine ni kwa yale mateso ambayo tunayapitia ndio ambayo anatusogeza katika ufunuo wa kumjua yeye ni Mungu wa jinsi gani. Haleluya. Hata mimi ambaye niko mbele zako nimekutana na Yesu aliye hai kutokea katika mapigo ya maradhi. Kama si kwa kupigwa kwa kuumwa kwa muda mrefu na kuteseka na kukosa tiba katika zile desturi za kibinadamu, huenda nisingekuwa mhubiri, nisingesimama hapa leo ni kuinjilisha wewe habari za Yesu. Ndio ndani ya moyo wangu nilikuwa na ndoto ya kutumika kama
lakini si mtumishi mhubiri wa makanisa ya Pentekoste. Mimi nilikuwa natamani sana niwe padre, hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu, na nimelelewa kwa pia katika misingi pia jinsi hiyo, lakini pia nimelelewa pia na mapadre kwa muda mrefu zaidi, nikiwa nataka kuelekea kuitimiza ndoto yangu hiyo. Nimejipata hapa nilipo kwa sababu ya mapito, nimejipata hapa nilipo kwa sababu ya mapigo, nimejipata hapa nilipo kwa sababu ya adha, nimejipata hapa nilipo kwa sababu ya mambo ambayo binadamu wangu hauweza kuwa na majibu kwayo, na katika kupambana ili nipate majibu kwayo ndani ya changamoto yangu nakutana na Yesu aliye hai, alafu ananiambia wewe ni mtumishi wangu, hautanitumikia kwa namna hiyo ulitaka unitumikie, utatumikia kwa namna hii. Nataka nikutume kwao ukaninene mimi, nataka nikutume kwao ukaombea afya zao, nataka nikutume kwao ukafungue vifungo vyao, nataka nikutume kwao ukabariki maisha yao, nataka nikutume kwao ukawatoe katika mateso ya nguvu za giza, ushirikina na uchawi na kama aina uonevu wa giza. Na ndio maana niko hapa, niko hapa sio kutafuta wanawake, niko hapa katika safari ya utume wa kuwafungua wana wa Mungu walio hai. Niko hapa sio kutafuta mali, niko hapa katika safari ya utume kumfunua Yesu kwa wagonjwa, niwaambie kwamba anaponya. Si kwa sababu nakuambia anaponya, bali kama shahidi wangu wa kwanza nikiwa mimi, kaniponya mimi kwanza. Ninapokuletea hizi habari za uponyaji, sijazika mahali, sijazisikia mahali, sijazisoma mahali, nimekutana nazo. Nimesoma habari ambazo sizijui. Mimi ni mhubiri mwenye ushuhuda wa kile ambacho anachokisema. Ukiniambia habari za kuumwa, mimi niliugua miaka 7 usiku na mchana, nilikondeana kiasi cha nikilala na tetemeka kama mota. Nilisikia hali ya kifo, lakini nilimwita Yesu kwa imani na kwa rehema zake akanitoa katika mapigo yangu. Sikupinga kama nimechagua kuwepo Mbinga, hata mimi ningepewa pia nichague niwepo hapa nisingekuwepo Mbinga. Nipo Mbinga kwa sababu kuna utume natakiwa kuutimiza. Nimeshindwa katika kule kushinda, nikasema basi nikajichomeke katika kazi ya Injili ili nipate ulaji. Hapana, Yesu Kristo ndiye alinibariki, Yesu Kristo ndiye aliniandaa katika viwango vya mifumo rasmi ya kuishi maisha ambayo huwezi kesho utakuwa nini. Lakini hakuna faida kama wote kufa na ugonjwa wako, hakuna faida kama wote kufa wakati wako, hakuna faida kama wote mbele za Yesu. Niliacha vile kwa sababu wewe lazima utoke katika yale mateso na katika yale mapigo. Lazima uchukue kama alivyoponya mimi atakuponya wewe. Kama alivyonifungua mimi
Atakugusa jioni leo. Amen. Atakugusa jioni leo. Unapokuja hapo huwezi kutembea, utakimbia mwenyewe sasa hivi. Unapokuja hapo huwezi kulala, leo utalala kama mtoto. My God, my God. Hallelujah. 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 Ili neno kusikia kwa sababu hivyo wana wa Israeli wametoka kumwona Mungu mkuu ambaye anashughulika na uumbaji, lakini hawajawahi kumwona akiwa anashughulika na utu wao kwa maana ya mazingira yao ya kibinadamu. Mungu aliye katika wakati ameruhusu wapite katika ukame, na katika ule ukame ambao wamepita kwao wanakutana na mazingira ambayo ni ajabu ya kuhuzunisha na ya kuuliza kwa mtu, kwa sababu safari ya jangwani na jua kali na vumbi kwa siku 3 maji ni zaidi ya ugonjwa na zaidi ya msiba. Yesu mwenyewe kwa uwepo wake, oh my God, ghafla anafanya muujiza wa uponyaji wa maji kwa ajili ya uponyaji wa nafsi zao. Akiwa anafanya muujiza anawaambia, mimi si tu ni Mungu anayeumba, mimi si tu Mungu ambaye anapigana na maadui, mimi pia ni Mungu anayeponya, mimi pia ni Mungu anayefungua watu, mimi ni Mungu pia anayesuza mioyo inayolia, anayefungua mioyo iliyofungwa, anayeshughulika na miili iliyochoka. Anasema kuanzia leo usijibu kama Mungu anayeumba, nijibu pia kama Mungu mponyaji. Usijibu tu kama Mungu ambaye anaishi kwa kujitegemea, nijibu pia kama Mungu mponyaji. Usijibu tu kama Mungu ambaye anashughulika na nature na mazingira ya asili katika kuumba kwake, na shughulika pia na miili yenu. Mimi ni Mungu wako mponyaji. Uko tayari kuponya jioni leo? Hautakufa. Hautakufa. My God. Hautakufa. Hautakufa. Ninatuma na Yesu ya sitabenda za mtu nizifute. Ninatuma na Yesu ya yale mashua ya mtu niyafute. Yale magonjwa ya kupanua usingizini. Ile mtu mwili jioni ya leo upalike. Kwa jina la Yesu ya. Kwa jina la Yesu ya. Kwa jina la Yesu ya. Oh my God. Kuendelea sana. Kesho tutafundisha. Nasikia uwepo hakukani mahali hapa ambao Yesu atakufanya kingine ambacho hajawahi kukifanya. Umekuwa ukiteseka mara kwa mara na bleeding. Hii bleeding sio bleeding ya kawaida, ni ila za adui, na jioni ya leo Yesu anakuweka huru, na akiweka huru in Jesus' name. No more devil in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Kwanzia utosini mpaka jioni, nataka operesheni ya Mungu aliye hai.
operesheni katika tumbo la uzazi, operesheni katika mayai, operesheni kwa jina la Yesu ya operesheni. Naambia Yesu niguse na mimi, anapomhudumia huyo kuhudumia na wewe, mfuko wa mayai upone kwa jina la Yesu ya deliverance and healing, kufunguliwa na uponyaji, kufunguliwa na uponyaji in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Na kuanzia leo katika jina la Yesu ya ukawa kama yule mwanamke ambaye Yesu ya amekusudia katika maisha yako. Nuru yako itangaze, nuru yako itangaze, nuru yako itangaze, nuru yako itangaze, nuru yako itangaze kwa jina la Yesu ya. Kuna wengi ambao mko hapa hamjielewi, mnatembea kama mjielewi hivi, hamko kibinadamu kabisa. Inaelewa kuna ushirikina huko, lakini kama ulituma kuja kujaribishia, hii si kwamba kujaribishia, unaelekeza alipo. Yes, tell them who is Jesus. Makaraba, in the name of Jesus. Jioni leo tunataka jina la Yesu ya nataka kufunguliwa, kufunguliwa. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila kifungo
Kuna giza naliona kwenye kizazi. Uliambiwa mayai yako. Kuna kesi uliambiwa kuhusu mayai. Kuhusu mayai. Kimbia baraka. Kuhusu mayai. Simama hapa. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Simama hapa. Thank you, Father. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuna kiungo kingi unapokea kwenye mwili. Ulichoambiwa kimeharibika, kinaumika. Kinaumika. Tumbo la uzazi jipya linaumika. Figo inaumika. Moyo unaumika. Kwa jina la Yesu ya. Kwa jina la Yesu ya. Damu inatakasika. Kwa jina la Yesu ya. Wale ambao wanapokinga operesheni, simama pale chini. Fasta, kisasa makesi kama. Wale ambao wanapokinga operesheni, iwe ya tumbo, yoyote ile. Simama hapo. Thank you, Father. Thank you, mighty God. Operesheni, kukinga operesheni, simama pale. Basi nisogea hapo mbele. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kukinga operesheni. Katika jina la Yesu leo. Kukinga operesheni. Usiende kama sio issue ya operesheni. Usiende kama sio issue ya operesheni. Ukienda kama sio issue hiyo, Yesu atakuponya kwa sababu kwa mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila aina ya dhimmi katika tumbo lako napasua kwa jina la Yesu. 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 Napasua kwa jina